Alhamdulillah, alhamdulillahi alladhi farada alaina sawma ramadhana, wassalatu wassalamu ala rasulil karim alladhi ja'ana bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun wa ala alihi wa ashabihi ajma'in alladhina tamassaku birisalatihi haqqa tamassuki fafazu wa najahu wa kanu minal mu'minina haqqan. Allahumma ja'alna minal mu'minin bifadlika ya Allah. Ndugu zangu, darasa ambayo tunatakiwa leo tufahamu kwa taufiki yake Allah, na ndani ya darasa hiyo tunamuomba sana Mwenyezi Mungu aturuzuku utakasho wa moyo, ikhlas. Ni darasa inayohusiana na kwa nini twafunga. Kwa nini twafunga? Kwa nini twafunga ndio darasa ambayo iko mbele yetu. Na kwa nini twafunga nini? Ni Ramadhani, haswa ni Ramadhani ndio tunaikusudia katika darasa hii. Kabla ya kuingia ndani ya darsa, tujue asaumu ni nini. Saumu haswa ni nini? Saumu ina maana mbili, kuna maana ya kilugha na kuna maana ya kisheria. Saumu kwa maana ya kilugha huwa al-imsaku wal-imtina'u 'ani shay'i, ni kujizuilia na kitu. Kujizuilia na kitu, unaweza ukajizuilia na kusema kilugha, ukaambiwa umefunga kusema, kama ilivyo kwa Bi Maryam pale ambapo alipata ujauzito kutokana na uwezo wa kimungu, na watu Mwenyezi Mungu akajua kwamba kawaida ya watu watamzogoma na maneno kwamba imekuwaje, kama Qur'ani inavyosema kwamba mbona baba yako hakuwa mtu mbaya, mama yako hakuwa muovu, hakuwa mtu wa kujiuza, sasa wewe imekuwaje? Qur'an fa imma tarayinna min al-bashari ahada, kwamba ikitokea kwamba umemuona yote katika watu, mahalu shahidi ni hapa, faquli inni nadhartu lirrahmani sawma. Hapa inni nadhartu lirrahmani sawma, mimi nimeweka nadhiri kwa Mwenyezi Mungu kufunga. Kufunga maana yake ni nini? Unachokusudia, falan ukallima al-yawma insiya, sitozungumza leo na mtu yoyote. Sasa kama hatozungumza na mtu yoyote, mbona kamwambia kwamba sitazungumza? Si ndo kuzungumza? Waweza ukatatizika hapa. Hapa ina maana Mwenyezi Mungu anaitoa taarifa iliyokuwemo ndani ya nafsi yake kwamba Maryam atakapokutana na yoyote atakaa kimya tu, lakini nafsi yake ndio itakayokuwa inasema kwamba wewe, sitozungumza na wewe nini chochote. Ni kwa mujibu wa baadhi ya wafasiri wa Qur'ani walivyopita.
Kwa hiyo hii inatupa maana ya kufunga, lakini ni maana ya kilugha, ni kwamba ni kujizuilia na chochote, hata maneno kama hivyo. Maana hii ya kilugha siyo inayokusudiwa katika mwezi wa Ramadhani, bali inayokusudiwa ni maana ya kisheria, nao ni al-imsaku anil muftirati, ni kujizuilia na yale yenye kufunguza. Na kujizuilia huko kuwe kwa Muislamu mwenye akili timamu, ambaye ni tahara, kwa wanawake awe ni tahara kuanzia tului shamsi tului alfajr sadiq ila ghurubi shams, tangia muda huo wa kuchomoza alfajiri ya kweli mpaka kuzama jua. Hii kwa ufupi ndio maana iliyokusudiwa katika nini? Katika saumu. Nadhani tunasikilizana vizuri. Ama labda tuje kwenye lengo la kwa nini twafunga sasa. Ukisoma Qur'ani yote utaona lengo lake ni moja tu, la'allakum tattaqun. Yote utakayemuuliza atakwambia la'allakum tattaqun, kwa maana hii la'alla ni ta'lil, ili nyinyi mpate kuwa wachaji Mungu. Sasa ukiutazama ule uchamungu unapata malengo mengine ya kufunga, na malengo hayo ni utakapojua maana ya uchamungu na kazi ya uchamungu. Yani kwa nini kwanza Allah, maana hiyo pia kwa nini tufunge? Tuwe wacha Mungu. Kwa nini tuwe wacha Mungu? Zipo sababu kwa nini tuwe wacha Mungu. Hizo utakapozipata zote ndio utapata maana kwa nini bora, kwa nini tufunge. Atakwa kwa maana fupi kabisa ni kujiepusha na yote yaliyoharamishwa na kutenda yote yaliyofaradhishwa, yaliyoamrishwa. Mchaji Mungu ni yule ambaye hafanyi yaliyoharamishwa yote yote, lakini mchaji Mungu hajakamilika hapo na afanye aliyoamrishwa yote. Sasa lengo la saumu ni kumfikisha mtu awe katika kiwango hicho. Ndio pale Mwenyezi Mungu alipotuambia kutiba alaikumus siyam, umefaradhishwa kwa nyinyi funga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama ilivyofaradhishwa kwa wale ambao waliokuwa kabla yenu. Lengo la'allakum tattaqun, ili mpate nyinyi kuwa wachaji Mungu. Sasa ukitazama uchaji Mungu, ukijiepusha na aliyoharamishwa yote, ukatekeleza yaliyoamrishwa yote, maana yake ni kwamba wewe utakuwa ni mtu wa amani, si ndivyo? Automatically utakuwa mtu wa amani na mtu ambaye ni sababu ya watu kuishi kwa salama na amani katika maisha yao ya kila siku.
Hilo la kwanza, kwa sababu at-taqwa inazalisha tahdhibul qulub na inazalisha tahdhibul akhlaq, kutakashika nyoyo na kutakashika tabia. Na uchaji Mungu ni vitu vitatu tu, yani iko kwenye maeneo matatu au maeneo matatu tu. Eneo la kwanza ni bainaka wa baina Allah, an tusliha ma bainaka wa baina Allah, kuyatengeza yaliyo baina yako na baina ya Mungu. Kama hivi sasa Ramadhani yaja, hii kufunga hii ni islahu bainaka wa baina Allah, ni kutengeza baina yako na baina ya Mungu. Sasa ni amri ya Mungu hii, kwa kuitekeleza umo kwenye hili la kutekeleza yaliyoamrishwa, ambayo ni kipengele kinachokupelekea kuwa katika wacha Mungu. Na ucha Mungu sehemu ya pili ni kutengeza yale yaliyokuwa baina yako na baina ya watu. Lazima uchaji Mungu uwe unachunga haki za watu. Katika haki za watu ni zile alizozitaja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehemu kubwa ni tatu tu. Mtume kataja katika hadithi maarufu ya yaumu Arafa, kataja damu, na la pili kataja heshima, na la tatu kataja mali. Ukiangalia uharamu wote tunaowafanyia watu, au mtu akifanya jambo la haramu kumfanyia mtu mwingine, utakuta haivuki hayo matatu. Ima itakuwa ni mtu kuichezea damu ya mtu, ukimpiga mtu ni damu hiyo, si ndivyo? Lakini ukimtukana, ukimsengenya, ukimuongopea, yote anaingia katika heshima, sio? Ukifanya zina na mabinti zake au mkewe, au kwa wanawake mumewe, hapo umeingia kwenye nini? Bado ni heshima, sio? Lakini mali ukiiba, ukifanya udanganyifu katika mali, utapeli na kadhalika, ni mali. Kwa hiyo utakuta haramu kwa ujumla wake kuhusiana na haki za watu ni hizo sehemu tatu tu alizosema Mtume Muhammad: inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum. Si ndivyo alivyosema Mtume? Damu zenu, heshima zenu, mali zenu ni haramu. Kwa hiyo sasa Qur'ani nasema twatakiwa tufunge ili tupate uchaji Mungu, na uchaji Mungu lazima uchunge haki za watu, si ndio? Mbali na kufanya ibada, unaswali swala 5, hii ni haki ya Allah. Wafunga kama hivyo ni haki ya Allah. Wenda hija ni haki ya Allah. Watoa zaka ni haki ya Allah. Waamini mitume wake, yote ni haki ya Allah. Vitabu vyake, zote hizo ni haki za Allah subhanahu. Hukuki adamiyin, haki za binadamu ni hizo 3. Kwa hiyo na maana ukisema kwamba sisi jamaa twafunga, lakini twafunga sisi ili kuisimamisha haki katika dunia, kulinda haki. Lengo la kufunga ni kulinda haki za wanadamu, pia inakuja kwa sababu ucha Mungu pia ulipo, ndivyo sivyo?
twafanya sisi twafunga ili kulinda haki za Allah subhanahu wa ta'ala. Pia hiyo ni maana halisi ya kufunga. Lakini sehemu ya tatu, si watu tu, hii ya pili, bali sema viumbe wote wa Mwenyezi Mungu. Sisi Waislamu ni kwamba haki, watakiwa kuwa na haki ya wanyama, haki kulinda haki za wanyama, haki za binadamu, zote hizo ni haki. Katika hii dunia kuna mtu mmoja anaitwa John Singer. John Singer yeye anasifika kwamba ndiye ambaye mtetezi mkubwa alianzisha yani haki za wanyama katika dunia. Si kweli. Hili limo katika nini? Uislamu. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambiaje? Ittaqullaha fi hadhihi albahaimil ajma, mogopeni Mwenyezi Mungu kwa wanyama hawa wasioweza kusema hawa. Ina maana takwa pia ni kulinda haki za wanyama. Paka wako unaishi naye nyumbani, je, kwa sababu umemchukua huko ulipomchukua alikuwa anakula mpaka kakua, ukamwona ni mzuri, anakufaa, si ndivyo? Je, haki yake unampa? Hiyo pia tutakwenda kuulizwa siku ya Kiyama, mpaka haki ya paka. Ushahidi ni yule Abdullah bin Jaafar bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Jaafar bin Abdul Muttalib, ndugu yake Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ami yake ambaye ni Jaafar bin Abdul Muttalib. Walikwenda na Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka kwenye bustani moja katika bustani ya watu wa Madina. Ngamia alikuwa yuko pembeni, akamuona Mtume sallallahu alayhi wasallam anaingia. Yule ngamia akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipokwenda kwa Mtume, yule ngamia wakazungumza na Mtume, lakini kabla ya kuzungumza, jarjara aljamal, yule ngamia alikuwa analia sana. Mtume akamtuliza, akambembeleza, ndivyo hadithi inavyosema, mpaka akatulia. Alipotulia akanong'ona na Mtume sallallahu alaihi wasallam, sema na Mtume. Baada ya muda, Mtume anauliza wale waliokuwemo pale, ma rabbul jamal, nani mwenye ngamia huyu? Bwana ngamia huyu ni nani? Akasema, ni mimi ya Rasulullah. Fata min fiati nani hawa ansar au fitwatil ansar, mmoja katika vijana wale wa Kimadina pale. Alipojitokeza ile akasema, mbona bwana wewe? Akamwambia, muogope sana Mwenyezi Mungu kwa ngamia huyu. Nini tena Rasulullah? Asema, innahu yashku ilaya annaka tuji'uhu wa tud'ibuhu, ananishtakia huyu kwamba wewe unamtia sana njaa na unambebesha mizigo mizito, ndio mashtaka anaonipa mimi. Kuonyesha kwamba takwa hii iliyozungumzwa, la'allakum tattaqun, kama tutafunga vizuri, hata ngamia, paka, mbuzi, kondoo, punda pia watanufaika na funga. Kwa nini? Kwa sababu utakuwa wewe ni mcha Mungu,
Uchaji Mungu ni maeneo hayo matatu, na eneo la mwisho la ucha Mungu manake kwanza ni haki ya Allah, pili hiyo haki ya wanadamu na wanyama, lakini la tatu ucha Mungu ni kwenye nafsi yako pia, nafsi yako. Mtume Muhammad kwa ufundi mkubwa akazungumza katika hadithi moja, katika maneno mafupi pale anasema, ittaqillaha haithuma kunta, muogope Mwenyezi Mungu popote ulipo, wa atbi'i sayyi'ata alhasana. Hapa anaizungumzia nafsi, fuatisha baya uliotenda kwa jema, manake hapa ni nafsi. Sasa tamhuha, hilo jema litafuta baya. Kaanza na takwa Allah, ittaqillah, manake takwa ipo kwenye kuchunga haki za Allah. Tena haithuma kunta, popote utakapokuwa. La pili, wa atbi'i sayyi'ata alhasana, fuatisha baya kwa jema. Kwa nini hivyo? Tamhuha, jema hili litafuta baya. Tatu, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Basi umekamilisha ucha Mungu. Tangamana na watu kwa tabia njema. Hadithi moja hiyo imetafsiri takwa na pande zake tatu, kama tunakwenda pamoja. Kwa hiyo sasa hii la'allakum tattaqun inaeleza malengo kwamba ni dunia iwe salama. Twafunga ili dunia iwe salama, viumbe wa Allah waendelee kuwa salama, kwa sababu bila kuwapo ucha Mungu katika dunia haiwezi kuwa salama. Mwenye kutoa amani ya kweli ni yule taqiyullah, uchaji Mungu, kwa sababu uchaji Mungu nao haya matatu haya, ili neno lenyewe takwa. Ukiwa na takwa, ina maana ndani ya moyo kunaishi vitu vinne. Yoyote kwambia huyu ni taqiyullah, na saumu ya Ramadhan yatakiwa ikisha tu siku ile unasherehekea Idi, ile siku ya Idi ndio siku ya sherehe, washerehekea uchaji Mungu. Hiyo washerehekea uchaji Mungu, sio kusherehekea kuisha Ramadhani. Hakuna mcha Mungu anayesherehekea kuisha Ramadhani. Ndio maana sahaba walikuwa wanalia likifika 10 la mwisho kwamba Ramadhani inaenda. Lakini kama hujafikia daraja nzuri ya ucha Mungu, wewe mwenyewe utaona, yani hamna haja ya kuambiwa, utaona kwamba vile siku za Ramadhani zinavyokaribia kuisha ndivyo unavyozidi kushereheka ndani ya moyo kwamba sasa inaisha, inatuacha sasa. Lakini mcha Mungu asherekea hivyo. Mcha Mungu anasherekea ndani ya Ramadhani kupata mambo matatu, ndugu zangu: rahma, maghfira na itqu minan nar. Allahumma ja'alna minhu. Kupata rehma ya Mwenyezi Mungu, lakini la pili kupata msamaha wa Mwenyezi Mungu, la tatu kupata itqu minan nar, kuwekwa huru na moto. Kwa hiyo aliyefunga vizuri siku ile inaitwa kwake Eid. Ile ni siku ya Eid kwa wale wachaji Mungu. Ndio maana ukimwambia mtu, ukimpa salamu zaidi, anakuambiaje? Taqabbalillahu minna wa minkum. Au mwingine kwamba Eidul Mubarak, akwambia minal faizin, kwamba hiyo Eidul Mubarak, al-Eidul Mubarak minal faizin, inatokana na wale waliofaulu.
wa min alfaizin, sio kwamba sina hela. Min alfaizin maana sina hela, min alfaizin hiyo al-Eid al-Mubarak, kwamba hiyo Eid iliyobarikiwa, sherehe iliyobarikiwa hiyo. Min alfaizin ni kutokana na wale waliofaulu. Allahumma ja'alna minhum. Kwa hiyo Ramadhani ukiipata vizuri unachuma mambo matatu. Rehma ya Allah, tutakuja kuifafanua huko baadaye. La pili, maghfira, msamaha Mwenyezi Mungu. La tatu, itqu minan nar, ikiwa miezi 11 yote au umri wako wote hujapata bahati ya kuondolewa katika watu wa motoni, kwamba kwa maasi ulioyafanya mtu, Mwenyezi Mungu adhana Allah min dhalik. Tayari kuna watu ambao Mwenyezi Mungu anajua huyu kwa namna alivyofanya maasi, maisha aliyoyaishi, huyu akifa huyu ni katika ahlu min ahli hufrati min hufari niran, huyu ni katika watu wa shimo, katika mashimo ya moto kaburini, na siku ya Kiyama ni katika watu wa Jahannam. Wallahi alazim, hii siku 30 ukizitengeneza vizuri, yani kuanzia ile siku ya mwanzo ile unang'ang'ana vizuri, unajiepusha na yote, unafunga kama inavyotaka sheria, kama darasa za somo zinavyosomeshwa hapa, fata kila kitu. Ile siku ya Eid wewe utasherekea kitu kingine, utasherekea kitu kingine kabisa, nayo ni itqu minan nar. Allahumma ja'alna minhu. Sasa ili uwe na itqu minan nar, uchaji Mungu ndani ya moyo, Mtume sikasema attaqwa hahuna, uchaji Mungu ni hapa ba, ni ndani ya moyo. Kama ni ndani ya moyo, maana yake uchaji Mungu ni kazi ya Allah, ni kazi ya Allah. Huwa a'lamu biman ittaqa, yeye peke yake ndo anayejua nani mchaji Mungu wa hakika. Ndio maana attaqwa hahuna, ndani ya moyo wa mtu. Sasa attaqwa hahuna maana yake nini? Ni kwamba ndani ya moyo kwaishi mambo manne. Takwa lazima ifungamane na mambo manne. La kwanza, ifungamane na atawakulu. Atawakulu, kumtegemea sana Allah subhanahu. Nilisoma kisa cha sahaba wawili ambao wale walikuwa marafiki sana. Ni yule Salman al-Farisi na nani kule kwenye roho, na Abdullah ibn Salam, huyu Myahudi, huyu Mfursi. Abdullah ibn Salam na nani? Salman al-Farisi. Wenyewe katika namna wa kila mmoja anamwamini mwenzake, ninavyomjua huyu kashafikia daraja ucha Mungu mwenzangu. Sisi tunajuana, nafahamu. Kuna mwenzako akitajwa mcha Mungu asa Mungu anajua kwa fulani mcha Mungu Mungu anajua. Mmoja alitajwa bwana fulani mcha Mungu, anamwambia mwenzake, ulimi wako umeishiwa na maneno. Fulani ni mcha Mungu. Sasa wenyewe walijuana kwamba mimi mcha Mungu, huyu bwana ninavyomuona hata huyu mcha Mungu, na huyu anamuona mwenzake huyu mcha Mungu. Ni sahaba wawili wa Mtume. Basi wakakubaliana kwamba bwana, ukifa usiniache bure bure, ukifa bwana uje utembelee. Yani si kwamba wewe kwamba ukifa nikifa uje unitembelee kaburini unizuru. Anamwambia mwenzake aliyekufa kwamba wewe atakayekufa, kwamba yoyote baina yetu akitangulia wewe Abdallah bin Salam, ukitangulia tafadhali uje unitembelee mimi niliokuwa hai, na wewe ukifa na wewe pia uje unitembelee.
Hatua daraja hao. Hao ndio wanaitwa katika hadithi ahlur rahmati min ibadillah, ni watu wa rehma. Saumu ya Ramadhani inaweza kukupatia daraja hiyo. Rejea Ar-Ruh ya Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, ile hadithi angamia akasema mnyama wanazungumza. Sasa ndio maana sio, rejea sahihi sunan ya Abi Daud, sahihu sunan ya Abi Daud, utakuta ngamia aliongea. Na sahihi sunan ya Abi Daud ni ya Sheikh hafidhahullah Nasiruddin Albani, ndio kitabu chake kwamba ameweka ile hadithi naye kaita ni hadithi sahihi. Kwa hiyo la kwanza tawakkul. Wale wawili wale kweli akafa mmoja. Alipokufa mmoja, kuja kwa mwenzake anamuuliza, yule aliyekuwa hai anamuuliza, vipi hali ya huko? Asema mara aitu mithla tawakkuli. Bwana wewe shikamana na tawakkuli, kumtegemea sana Mungu katika kila jambo, mtegemee Mungu. Mara aitu mithla tawakkuli, sijaona jambo nalomwokoa mtu mfano wa tawakkuli, kumtegemea Allah. Mcha Mungu anakuwa anamtegemea Mwenyezi Mungu katika hali zake zote. Hii lazima ishi katika takwa, inachanganyikana takwa. La pili, mcha Mungu anakuwa na hofu min Allah, anamuogopa Mwenyezi Mungu popote alipo chaji Mungu. Na hayo unaweza ukajipima mwenyewe, ufahamu. La tatu, mcha Mungu anakuwa na zuhudi, anaipa nyongo dunia na anavipa vya watu nyongo pia. Ikitajwa zuhudi, mara nyingi kunakuwa na suu tafahum, misconception. Sema zuhudi maana yake ni kwamba wewe usiishi nyumba nzuri, usiendeshe gari zuri, usikae mahala pazuri, usile vizuri. Hiyo sio zuhudi. Hiyo kukosa elimu inahusiana na zuhudi, lakini sio zuhudi. Ingekuwa hivyo Nabii Suleiman asingeingia peponi, hata ingia, kwa sababu yeye alikuwa mfalme na ndiye aliyeishi kasri ya kifalme ambayo yasemekana kwa mujibu wa vitabu hakuna aliyewahi kuishi katika kasri ya namna hiyo na hatotokea. Alikuwa mfalme, alikuwa tajiri, alikuwa na kadha. Namna alivyopata raha yule, yeye akikaa hivi wewe unaagiza uba ikusafirishe, kwamba uba njoo, anaagiza upepo anauagiza upepo, njoo bwana unipeleke Magomeni hapo, wapi hapo Kariakoo, anaagiza upepo. Mtu kala raha kiasi gani? Lakini ataingia peponi, kwa sababu huwezi kuingia peponi kama una zuhudi. Na tuliwahi kusema katika darasa moja, Bi Khadija mke wa Mtume, huyu asingekuwa mke wa Mtume. Sasa ndiye mwanamke tajiri hajapatapo kupatikana pale Maka. Ndio maana Abu Hala alipokufa yule mumewe, watu walikuja kuposa pale 400 sijui wako watafuta nini lakini watu 400 wote aliona sio ishara aliyoipata, kwa sababu ukisoma suwaru min hayati sahabia kwamba Bi Khadija aliwahi yule kuota ndoto ikamtisha kwamba ameliona jua liko juu ya kitanda chake. Alipokwenda kwa Waraka ibn Naufal, watu wa tarehe wanamjua huyo bwana Waraka ibn Naufal, kumhadithia hiyo ndoto, akamwambia wewe utaolewa na mtume wa mwisho. Dalili za huyo mtume, anapotembea kivuli kinamfuata juu, wingu linamfuata lamsindikiza, na atakapokaa miti huwa inamsogelea. Wale 400 kila kikagua
Hamna hata mmoja. Mwenye sifa hiyo hamna hata mmoja. Akapatikana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa ufupi ni nini? Ni kwamba zuhudi maana yake si dhiki. Umeeleweka? Zuhudi unaweza ukaipa nyongo dunia, dunia tu imekufuata, kama Nabii Suleiman, kama Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Uthman bin Affan, yule nani Anas bin Malik, ndio kabisa dua aliombewa nao na Mtume awe tajiri. Mtume alimwombea Anas bin Malik awe tajiri. Wote watu wa peponi hao. Kwa hiyo zuhudi maana yake si kukosa, lakini ni kuipa nyongo dunia na kupa nyongo vitu vya watu. Ukishapata haya mawili haya, unakuwa huna hasadi. Kama umeipa nyongo dunia na umeipa nyongo vitu vya watu, una hasadi. Sababu hasadi ni kutamani neema aliyokuwa nayo fulani muondokee. Wewe tayari ni zahid, utatamani vipi? Kwa mchaji Mungu yoyote lazima ana zuhudi. Tuko pamoja jamaa? La ngapi hilo? Tawakkul, zuhudi, khaufu min Allah, kumwogopa Mungu. La nne, ucha Mungu una kitu kinachoitwa arraja, kutaraji malipo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani unakuwa na arraja. Na twafundishwa katika Minhajul Abidin kwamba mtu aishi baina al-khawfi war-raja. Aqaba gani? Aqabatul bawaith. Katika Minhajul Abidin mtu anaishi baina al-khawfi war-rajai. Yani uwe hivyo sembili. Matarajio yakiwa makubwa utaharibika, hofu nayo ikiwa kubwa sana utaharibika. Bali mcha Mungu anakuwa iko baina al-khawfi war-raja. Si kama tunaelewana? Kwa hiyo utakuta lengo la ucha Mungu, mtu akiyapata haya, matokeo ya jumla ni kwamba dunia kwake inakuwa nyepesi, na dunia kwa watu inakuwa nyepesi kwa sababu ya kupatikana wachaji Mungu. Kwa mwezi wa Ramadhani, lengo linapokuwa ni ucha Mungu, ni faida kubwa kwa kila binadamu. Manake mcha Mungu mmoja anaweza akawafaa na adamu wengi katika huu ulimwengu. Nimesoma kule kwenye Iqadhul Himam maneno ambayo narudia mara kwa mara, haswa darasa zikiwa ni hizi za ucha Mungu, kwamba kwa nini tufunga lengo ucha Mungu. Sasa anasema idha tataharatis sarairu muliati bil ulumi wal maarifi wal anwari, kwamba manake roho ya mtu ikitakasika, manake ucha Mungu unatakasika roho, na ikitakasika moyo wa mtu na kutakasika nafsi ya mtu, vyote hivi vinatokana na ucha Mungu. Moyo unatakasika na nini? Nafsi inatakasika na nini? Roho inatakasika na nini? Kwanza hapo tujue. Moyo unatakiwa utakasike na hasad, maradhi ya nafsi, maradhi ya moyo. Hasadi ni ile hasira, chuki ya kwamba huyu fulani mbona anafanikiwa sana, mbona mambo yake ananyoka sana. Mchaji Mungu wa kweli hilo hana. Hawezi kutoka jasho kwa sababu fulani tukavaa kanzu nzuri hata kidogo, au fulani anaendesha gari nzuri, au fulani maisha yake yamemnyokea. Mchaji Mungu hawi hivyo, bali yule aliyenyokewa, mchaji Mungu wa kweli, anamwombea Mungu. Tuna pamoja? Moyo watakiwa utakasike na ria. Aria yapatikana kwenye hii asuma, mojawapo ni asuma, sifa.
na yatoka na kauli na matendo. Hivi tunapozungumza hivi paza sauti vina hatari kubwa. Hivi si ndio vinampatia mtu maarufu? Usipoangalia na usipomwomba Mungu, ndio vitu vinavyoweza kukuangamiza haraka. Maanake itageuka ibada yako unaoifanya kutumia kipaza sauti, wataka sifa, na Mwenyezi Mungu atutakashe wote. Kwa hiyo ria wa suma, ile kuonyesha amali, watu wakuone unatenda au wakusikie unatenda. Wakati mwingine hata maanake kuna mtu anafanya ujanja Mungu kwamba haonyeshi kama ni ria, lakini ndani yake kuna ria. Bana, leo umechoka kweli kweli. Vipi habibi, mbona umechoka? Tuogopa kusema bwana amali. Tuogopa kusema amali. Unajua amali kutajataja sio kitu kizuri kabisa. Yatakayojua kwamba kachoshwa na ibada, lakini sasa asema aogopa kutaja amali. Mwenyezi Mungu atustiri. Kwamba Mwenyezi Mungu atustiri sana. Fanya iwe baina yako na baina ya Allah, jitahidi hivyo. Na ili unaweza ukachukua mazoezi, na moja ya mazoezi, baadhi ya ibada zako fanya ukiwa peke yako chumbani, kwa peke yako wewe na Mungu tu. Piga pale tahajudi zako, wewe ibada zako na nini. Usijali kwamba hujulikani, usijali kama hujulikani. Maana mtu, baadhi ya watu wafanya jitihada kwamba mtu mmoja ni kabisa aliwahi kunikabili kwenye hadhara moja ya wewe, alhamdulillah, ambia nini tena? Sa Mustafa na kusalimia. Unajua Mustafa ni Rasul, ni mtume. Ya nini yote hayo bwana? Usalimie na mtume. Usitangaze amali. Moyo ukishaona wewe unajizuia kutangaza amali zako, ni daraja nzuri unafika. Lakini moyo utakasike na ujub. Ujubi ndio hizo sasa, kujiona katika ibada kwamba umekamilika na wote ni watu wa motoni kabisa. Mtu anaweza kathubutu akasema wewe jahannam inakusubiri, wewe kadha kadha kadha. Haitakikani, hiyo ni ujub. Ujub, anayejua ibada ya mtu na ukamilifu wa mtu baada kwa muda wa kuwa wote tunatenda, anayejua ukamilifu wake ni Allah. Wala tuzaku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Sitakashe bwana nafsi zenu, yeye ndiye anayejua. Yani kujitakasha nafsi manake nini hapo? Usitakashe nafsi zenu manake nini? Kwamba yani usijitakashe kwamba wewe ni mtu ambaye tayari mtu wa kheri kuliko watu wote. Huwa a'lamu biman ittaqa. Mwenyezi Mungu atujalie usafi wa moyo. Kwa hiyo utaona kwa nini tunafunga, tuwe wasafi wa moyo. Kwa nini tunafunga? Tuwe wasafi wa nafsi. Nafsi iepukane na matamanio. Sa matamanio hutoka kwenye nafsi, na nafsi iepukana na roho pia, usafi wa roho. Ujubi ile inatoka kwenye roho anasema. Yani ile na maasi ya makubwa, moja ya maasi ya roho ni hiyo, kujitangaza we mtukufu na unafanya ibada hasa si kwa ajili ya Allah, lakini uwe na karama, uweze kuruka, ukae na tasbihi lako juu huko, na katikati ya soko wewe unaruka tu, unakaa juu hapo mpiga tasbihi yako.
Amesema mwenye sharhi ya Minhajul Abidin, Asraru Talibin, Siraju Talibin, ni Siraju Talibin, hiyo ni sharhi ya Minhajul Abidin. Ama sharhi ukitaka Ihya Ulumuddin ni Attihaf. Sasa katika hiyo Siraju Talibin anasema usihadalike, usighurike na mtu ambaye atakayekuwa anatembea juu ya bahari, au mtu ambaye karuka juu alafu akakaa anafanya ibada zake juu tu, mtu akasujudu hewani. Asema hiyo sikughuri. Ghurika na mtu kiwango chake cha kuacha maasi na kutenda mema. Ndio maana Alhabibu Umar bin Hafidh anasema karama iliyokuwa kubwa ni istiqama. Istiqama, na istiqama ni ukamilifu wa kuacha na kutenda, ndio istiqama. Kiambiwa msimamo, maana yake msimamo sio kuwa mkali. Samtaweza kama mkali anafoka, jamaa na msimamo yule. Katika dini istiqama ni ukamilifu wa kuacha na ukamilifu wa kutenda, ndio istiqama. Asema hiyo ndio karama kubwa kuliko zote. Mwenyezi Mungu aturuzuku istiqama, na hiyo istiqama ndio tunayoomba kila siku. Ihdina as-sirata al-mustaqim, si ndio? Ihdina as-sirata al-mustaqim. Pale unaomba Mwenyezi Mungu akuruzuku, akupe istiqama, ukamilifu wa kutenda na ukamilifu wa kuacha, na ndio funga inavyotaka. Sasa funga, unaweza ukasema kwa nini tunafunga? Ili Allah aturuzuku istiqama. Kwa hiyo katika hiyo Iqadhul Himam akasema idha tataharati sarairu, pindi mambo matatu hayo. Sarairu ni jamu ya sirru, moyo, nafsi, roho, vikitakasika hivi, muliati bilulumi walmaarifi walanwari, basi vitu vitatu hivi vitajazwa mambo matatu: elimu, jambo la pili maarifa, jambo la tatu anwar. Katika watu wa ilmu hizi za uchamungu wametofautisha fihi alfarqu baina alilmi walmaarifa. Kuna tofauti kubwa baina ilmi na maarifa. Alilmu unaweza ukaipata biktisabi, lakini almaarifa unaipata bitahliya, kwa kutakasika na maasi. Kwa kuwa mcha Mungu, Mwenyezi Mungu atakupa maarifa. Fattakullaha wa yuallimukumullah, muogopeni Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu atakupeni elimu. Anasema ilmu ya hapa ni zote, ni hii ilmu ya dhahir na ilmu ya batin. Kwa maarifa ndio pale hao ahlul maarifa wakaitwa al-arifuna billah, kwamba wale wana ilmu lakini ilmu yao inaitwa maarifa, yatokana na kujitakasha. Roho imetakasika, nafsi imetakasika, na moyo umetakasika. Wallahi tunafunga, Mwenyezi Mungu ametuletea funga ili tufikie daraja hizo. Tukifikia daraja hizo, dunia itakuwa salama, dunia itakuwa na amani, dunia itakuwa na furaha, watu watakuwa salama, watakuwa na amani, watakuwa na furaha. Kwa sababu taqwa inavunja alhirs wa shahwa. Attaqwa, hii taqwa yavunja, yumsiku alhirs wa shahwa,
na vunja pupa na tamaa. Taqiyullah, yule mchaji Mungu, hana pupa wala hana tamaa, bali anakuwa na subira na uchaji Mungu. Ndio yule Zulekha alipomtamani nani? Nabiullah Yusuf, kisa maarufu kwenye Qur'an. Alipowaita wale wanawake waliokuwa na mzogoma katika mji, akawapa visu, wakakata mikono yao kwa sababu ya uzuri wa Yusuf. Baada ya kujikatakata, Zulekha akahutubia wale wanawake wote wale wa Misri wale, aliwaambia maneno mafupi tu: innal hirsa washahawata sayyara almuluka abida wassabra wattaqwa sayyara alabida muluka. Hakika pupa na tamaa iliwageuza wafalme kuwa watumwa. Kamata hiyo, pupa na tamaa iliwageuza wafalme kuwa watumwa, na subira na uchamungu ukawageuza watumwa kuwa wafalme. Alisema maneno hayo kwa maana yeye aligeuka kuwa mtumwa. Kila mahala katika mji anazogomwa. Kwa nini amemtaka kimapenzi Nabiullah Yusuf alayhi salam? Akasema maneno mafupi ambayo yanatufaa. Kwa hiyo bwana, uchaji Mungu unavunja tamaa, zile tamaa za nafsi. Na nikuambie kitu sasa kingine, tamaa ikivunjika ya nafsi, akili inakuwa juu. Tamaa ikivunjika, akili inakuwa juu. Tamaa ikiwa kubwa, akili inakuwa ndogo, inashuka. Asema the more the desire, the lesser the intelligence. The more the desire, the lesser the intelligence. Yani zile wingi wa matamanio, uchache wa akili. Uchache wa matamanio, wingi wa akili. Ngoja nikupe ushahidi wa kimaumbile, na ameuzungumza Mtume, lakini kusevu muda, sa muda ushaenda, tuzungumze haraka tu kwamba Mtume asema Mwenyezi Mungu amewaumba binadamu, farakaba fihimul aql, akawapandikizia akili, washahawata, na matamanio, wa khalaqa albahaima, akawaumba wanyama, farakaba fihimu shahawa, akawapandikizia matamanio tu, wa khalaqa almalaika, akaumba malaika, farakaba fihimu alaqla, akawapandikizia akili tu. Viumbe watatu, mmoja ana vyote viwili. Binadamu ana akili na ana matamanio, wanyama wana matamanio tu, malaika wana akili tu. Mwisho akafanya conclusion, faman kana aqluhu a'la min shahawatihi fahuwa a'la min almalaika, ambaye itakuwa akili yake ni juu kuliko matamanio yake, huyo kwa daraja ni juu kuliko malaika. Wa man kana shahawatuhu a'la min aqlihi, na ambaye atakayekuwa matamanio yake yako juu kuliko akili yake, fahuwa adna min albahaimi, huyo yuko chini kuliko wanyama. Sasa kwa nini twafunga kwa maelezo haya? Ni ili tusiishi kama wanyama. Tunakwenda pamoja? Ni ili tusiishi kama wanyama. Na kweli bwana, sasa hivi watu wanaishi kama wanyama. Miaka kama 4-5 imepita,
Nilisoma taarifa moja ilitokea Zambia. Mwanamke anajisifu kuzaa na mtoto wake watoto 4. Tena asema hajawahi kutokea kipenzi anayempenda kama yeye, mwanaye wa kiume. Nikajua huyu tena, huyu ndio yale ya Mtume Muhammad. Kwa hiyo funga ya Ramadhani, moja ya kazi kubwa ni ili dunia watu waishi vizuri, matamanio ya nafsi yafanyeje? Yavunjwe na pupa zivunjwe, ili watu waishi kwa amani. Isitokee tu bwana umetamani mafuta ya mtu wenda kumchukua rais wake. Ile ulimwengu wa takwa hauko vile bwana. Na Mwenyezi Mungu aruzuku takwa ienee ulimwengu mzima, ili wanasiasa wawe kwenye amani, wasiokuwa na siasa wawe kwenye amani, watu wa dini wawe kwenye amani. Mwenyezi Mungu aijalie funga itufikishe hapo. Kwa hiyo utaona kwamba ikiwa basi takwa inavunja matamanio ya nafsi, basi takwa, saumu ya Ramadhani ambayo lengo lake ni takwa, saumu inamfanya mtu awe na akili. Tunakwenda pamoja? Saumu inamfanya mtu awe na akili zaidi. Ushahidi, chuo kikuu cha ni Stanford, Marekani. Pale kuna profesa anaitwa Mark Matson. Mwaka 2012 alizungumza namna funga inavyoweza kuimarisha akili ya mtu. Asema wanaofunga vizuri wanakuwa na akili nzuri kuliko wasiofunga. Na dalili ya kuwa na akili mbaya, ipime mwenyewe. Upande wa matamanio ukoje? Matamanio yakiwa yako juu sana, jua funga uwe na akili. Kwa na akili matamanio yanashuka. Sasa huo ni unyama huo. Yule Mtume anasema mwenye matamanio tu ni nani? Mwenye akili tu ni nani? Mwenye matamanio na akili mwanadamu. Kwa hiyo maana matamanio yakiwa mengi si uhodari, ni ujinga, ni kuwa kama mnyama. Aadhana Allahu min dhalik. Na ukiwa kama mnyama hutojali halali wala haramu, ndio hapo mtu anamparamia mama yake, anamparamia binti yake, anaparamia hivi. Na kuonyesha tumefika huko ni pale, yani mtu anapokaa kijiweni kakaa hivi, anapita mwanamume anamtamani. Hii si adina min albahaimi, ndio ile alosema Mtume, ambaye matamanio yake atakuwa juu kuliko akili yake, huyo anakuwa chini kuliko mnyama. Ushaona beberu, la tamani beberu? Kwa binadamu imefika. Ndio hayo aliyosema Mtume Muhammad. Profesa Mark Matson anasema ukifunga akili inakuwa kubwa. Na kweli, soma vitabu vyote vinavyozungumzia funga. Bahati nzuri wataalamu wa sayansi wametunga vingi tu. Hiyo kitabu kabisa kimeandikwa fasting, kufunga. Ndani yake anasema moja ya faida ya kufunga, increase cognitive level, inaongeza uwezo wa akili wa mwanadamu. Ndio haya, kwa nini inaongeza akili, uwezo wa akili? Huku tutakwambia kwamba inavunja matamanio ya nafsi. Funga inavunja matamanio ya nafsi. Kwa hiyo twafunga ili tamaa zisiwe nyingi. Matokeo ya dunia watu kuwa na tamaa zilizozidi ni yule mama yule anayekumbukwa wakati ule watu wakiwakata viungo vya albino. Kuna yule mama alikamatwa na mkono wa albino, kilichomkamatisha mkono umeoza.
naye kaweka kwenye mfuko. Sasa huyu ndo alikuwa hana akili kabisa, maana akakata kiunga alafu ajui soko liko wapi. Kwa ile ni ghaya, ni kiwango cha mwisho kabisa cha tamaa imeingia katika nafsi. Sayyidina Ali bin Abi Talib anasema katika maneno yake, inna akhwafa, wengine wanasema ni mtume kasema, wanasema ni Sayyidina Ali bin Abi Talib, lakini sikiliza tu ya maneno, inna akhwafa ma akhafu alaykum thintan, hofu kubwa na kuhofieni ni vitu viwili. Ittiba'ul hawa, ya kwanza kuendekeza matamanio ya nafsi. La pili, watulul amal, matarajio makubwa. Akafafanua akasema, amma ittiba'ul hawa fa innahu yasuddu 'anil haqqi, ama kufuata matamanio ya nafsi, kuendekeza, kunamfanya mtu awe anaizuia haki. Huwezi kutekeleza haki kama tamaa ziko kubwa. Wa amma tulul amal fa innahu yunsi ila akhirah, ama wingi wa matamanio, wingi wa matumaini, matarajio, kunamsahaulisha mtu na akhira. Kwa hiyo funga, lengo kubwa kidunia. Kufunga huko watu wanakaa na njaa, yasaidia nini? Dunia inakuwa na watu wengi wenye akili. Kwa mujibu wa Qur'an, kwa mujibu wa hadithi za Mtume, kwa mujibu wa wanawazuoni, na kwa mujibu wa sayansi yenyewe, watu wakiwa na akili, dunia inakuwa salama. Ndivyo sivyo? Kule kwenye Minhajul Abidin, Imam Ghazali kasema maneno mafupi tu, albitnatu tudhhibul fitnata, albitnatu tudhhibul fitnata, kushiba sana. Sababu kushiba sana, moja ya madhara kushiba sana, kuna amsha matamanio ya nafsi. Sisemi kwamba watu wenye vitambi ndio inakuwa mara nyingi hiyo, nyinyi wenyewe mtakagua huko, kila mmoja ana nafasi yake kufanya utafiti. Lakini ile umezoea kula na matamanio yanakuwa. Sasa sema tudhibul fitrata, kunaondosha akili, uwerevu, tafakuri, mpangilio wa mambo unaondosha. Lakini funga Mwenyezi Mungu ametuletea ili wanadamu wawe na akili, ndio hiyo la'allakum tattaqun kichambua. Lakini funga inatoharisha mwili, inautoharisha mwili unakuwa safi. Ndio hapa nikaandika kidogo kwamba improve blood pressure. Wataalamu wanasema funga inafanya ile pressure yako inakuwa normal, inaenda kwenye normal, ina improve blood pressure. Kama una dalili za blood pressure, funga. Lakini ni kushauri pia katika kufunga ufuturu vizuri kama alivyoelekeza Mtume Muhammad, na ule daku vizuri kama alivyoelekeza Mtume Muhammad. Darasa za ufuturu vipi nadhani zinaelezwa sana, hii si darasa ya hiyo. Lakini funga inaondosha cholesterol inaondoka kabisa. Cholesterol ni yale mgandamano wa mafuta yaliyoganda katika mwili, yakiganda kwenye moyo tayari unaanza mtihani wa matatizo ya moyo. Na unajua ukipata matatizo ya moyo, figo hiyo hapo, unaingia kwenye dialysis. Moyo ukiharibika, viungo vyote vitaharibika katika mwili. Haya kayasema Mtume Muhammad, kayasema Mtume, na wamesema wanasayansi pia. Ala inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb, kwamba ndani ya mwili kuna nyama, kuna kipande cha nyama hapo, mnofu.
kikikaa vizuri hakina tatizo lolote, mwili mzima uko sawa, utakuwa sawa. Kikiharibika hiki kina matatizo, mwili mzima unaingia matatizo. Kuna kitu anachokiita nini? Hypertensive retinopathy. Hypertensive retinopathy ni kwamba moyo unaweza ukapata matatizo mpaka macho yakapofoka kwa sababu ya moyo. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur. Qur'ani pia inasema hivyo, kinachopofoka si macho, unapofoka ni moyo, kwamba moyo ukipata matatizo basi na macho yanaitika, masikio yanaitika, mwili mzima unaitika, miguu itaitika, kila kitu kitaitika. Ala fil jasadi mudghah, asema ala wa hiya alqalbu, zindukeni, sababu yake kubwa ni moyo. Sasa funga Ramadhani, moja ya faida yake, ukifunga vizuri matatizo ya moyo bwana yanapungua. Funga vizuri. Haya, ili ufunge vizuri ufanyeje? Hudhuria darasa hizi za kina Sheikh Juma. Yaani nyakati zile za darsa usicheze karata, maanake lengo la kucheza karata bila shaka ni ili muda usiusikie, si ndivyo? Ushtukie tu hadhana, basi karata jambo kubwa, jambo zuri. Upoteza pointi hapo. Hiyo rehma utapata wapi kwa kutumia karata? Maghfira utayapatia wapi kutumia karata? Itqu minan nar utapatia wapi? Kwa hiyo ule ndio wakati wa kuhudhuria katika darsa, ujue Mtume kafundisha ule vipi daku na ufuturu vipi na ufunge vipi. Ukipata funga iliyokamilika, moja ya faida utakayoipata siku ya Idi, miongoni mwa mambo utakayosherehekea ni kusherehekea afya yako pia. Na funga wamethibitisha kwamba ambaye hajapata matatizo ya kansa, funga ni kinga kubwa sana ya kansa. Mwenyezi Mungu atujalie hivi. Ndugu zangu, kwa nini sasa tufunga? Darasa imeisha, ishafika mwisho. Hayo yote niliyozungumza unaweza ukayakusanya ukaona kwamba twafunga ili kupata faida zinazotuhusu katika maisha yetu ya kawaida, na pia na kupata faida za kiakhera kutokana na attaqwa na uchaji Mungu. Kubwa zaidi unapata rehema ya Mwenyezi Mungu. Yote haya tuliyoyataja haya. La mwisho labda nisisitize katika kutengeneza akili, kutengeneza mwili na kutengeneza roho, kwa sababu funga wakati nzuri ina health zote za aina tatu. Kuna spiritual health, afya ya kiroho, mental health, afya ya kimwili, lakini kuna physical health, afya ya kiwiliwili. Ili vyote hivi vitatu vipatikane, funga vizuri, usiache kuswali tarawih. Usiache kuswali tarawih. Ukitoka ndani ya Ramadhani utakuwa uko vizuri kiafya, afya ya akili, afya ya kiroho na afya ya kiwiliwili. Mwenyezi Mungu atujalie tarawih hii tusitegee. Na ukitegea maana yake nini? Ni kwamba inabidi ujitahidi, kwa sababu bado ndani ya moyo kuna uchafu. Kule kwenye Minhaji, tuirejea Minhajul Abidin, kwamba thiqalu dhunubi yamna'u min alkhifati lilkhairat wa nashatati fil ibadat. Hii ndo kanuni ya mwisho tunaitoa katika kanuni nyingi tulizozitaja hapa. Thiqalu dhunubi yamna'u min alkhifati lilkhairat wa nashatati fil ibadat. Mzigo wa madhambi uliokuwemo ndani ya moyo, ndani ya roho yako, uzito wa madhambi
unazuia wepeso kuendea kheri na uchangamfu wa kufanya ibada. Sasa ukijiona bado mzito, manake bado mpaka utakapojikuta mwepesi wa kuendea kheri. Kwa hiyo tarawehe ile bila shaka ukiiswali vizuri, siwaambie kwamba mswali masjidi Fatihi au mswali masjidi hii Mwenye Mkuu, mtajua wenyewe, au Kichangani, lakini swali tarawehe tena vizuri, swali kwa jamaa. Sasa ukiswali peke yako nafsi inaweza kukuchezea, lakini chukua hiyo kwamba madhambi yanakufanya usiwe mwepesi kwenye mambo ya kheri, na madhambi yanakufanya usiwe na uchangamfu wa kufanya ibada. Lakini mbaya zaidi, madhambi yanakuzuia nusura ya Mungu na kupata taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atukubalie. Tunamuomba awaruzuku wasemaji wote, sisi wote, atupe ikhlasu katika haya, na pia awape wasikilizaji wote ikhlasu, na aturuzuku wote faida ya mwezi wa Ramadhani unaokuja. Kwa hakika tunamuomba Ramadhani hii iwe ni sababu ya kupata radhi zake na kuingia katika pepo yake. Yote atakayediriki basi awe amepata radhi za Mwenyezi Mungu, na iwe ni sababu ya kupata moto, iwe ni sababu ya kuingia katika pepo yake tukufu, na iwe ni sababu ya kuendelea kumwabudu kama anavyopenda na anavyoridhia. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.